Niliyesimama hapa naitwa Francis Fred Skanyika, ni mgombea udiwani wa kata ya Chiwezi. Niwashukuru sana wana Chiwezi kwa kuniamini tena, na mimi niseme nitawalipa imani yenu. Lakini pia nikushukuru sana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa kwa tarafa ya Tunduma kuichagua kata ya Chiwezi kuja kuwatembelea na kuwasalimia wanachiwezi. Kwa kweli mwenyekiti, ninakushukuru, na ulichagua kata sahihi. Nafikiri wewe mwenyewe umeona mwenyekiti. Nakushukuru sana. Lakini pia nikushukuru sana mheshimiwa mbunge wangu wa jimbo la Tunduma kwa namna jinsi unavyotupenda sisi wanachiwezi. Jamani, wakati tunapanga ratiba ya kampeni mbunge alikuwa hayupo, alikuwa safari, alikuwa Dodoma. Kwa hiyo amefika jana jioni, alipoingia kwenye mkeka wa grupu letu la wilaya ya Momba akakuta kuna taarifa ya mkutano, ya uzinduzi wa mkutano wa mheshimiwa diwani Francis Fred Skanyika. Leo akanipigia simu akasema, mheshimiwa, naona na nitafika nije na mimi niwasalimie wanachiwezi. Piga makofi kwa mbunge mwenye upendo. Ndugu zangu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, na mimi nina mama mzazi, nimemwona hapa, Mama Francis, sio mke wangu sasa, mama mzazi. Mama Francis nimemuona hapa, naomba wapungie watu mkono waone huko hapa, na ni kiongozi mwenyekiti wa UWT pale kwenye tawi la Mbezuba. Heshima yako mama. Ndugu zangu wananchi wa kata ya Chiwezi na mtaa huu wa Nsanzia, mimi kwanza niwashukuru kwa ushirikiano ambao mmeendelea kutupa kwa kipindi cha miaka 5 ambacho mlituamini. Shughuli zilizofanyika kwenye kata hii ya Chiwezi ni shughuli kubwa na nyingi. Kwanza nianze na kumshukuru Mheshimiwa Rais. Katika kata yetu ya Chiwezi ametendea haki, na ndio maana ndugu mwenyekiti, umeona wananchi hawa wamejitokeza kwa wingi, wana imani kubwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tarehe 29 Oktoba, sisi kama kawaida yetu, na sisi huwa hatupendi fedheha na wala hatuna jambo dogo Chiwezi, tunakwenda kupiga kula za ndio za kutosha siku ya tarehe 29, kwa sababu shughuli za maendeleo kwenye kata hii zimefanyika kwa vitendo. Kata ya Chiwezi ina mitaa 5. Mwaka 2020 wakati tunaomba kura, ndugu mwenyekiti, hatuna kituo cha afya kwenye hii kata. Tulikuwa na zahanati moja tu mtaa wa Chiwezi. Lakini leo ninapozungumza na hadhara hii, tuna kituo cha afya kikubwa Chiwezi, na kituo bora, na kimekamilika, na wananchi hawa tunapata huduma pale. Piga makofi kwa mwenyekiti wa bodi wa kituo cha afya, yuko hapa. Lakini pia katika mitaa 4 tulikuwa hatuna zahanati hata moja. Leo tuna zahanati 2. Tuna zahanati mtaa wa Msambatu, tuna zahanati mtaa wa Namole, na sasa hizi tunajenga nyumba za watumishi, ili nyumba za watumishi zikijengwa, maana yake watumishi wetu waendelee kutupatia huduma. Tayari tunajenga nyumba Msambatu, tunajenga nyumba Namole, na zimekamilika. Sasa hizi tumeshapeleka hela, sasa hizi zipo kwenye utekelezaji. Kwenye huduma ya afya tumebaki na changamoto zahanati 2 kama alivyosema mwenezi wetu wa mkoa. Tumebaki na changamoto zahanati mtaa wa Niumba, tumebaki na changamoto mtaa huu wa Nsanzia. Kwa hiyo mkituamini, tarehe 29 mkapiga kura za kutosha. Sasa kama mwenezi mkoa amesema kwenye ilani kuna zahanati 37, mimi nawashindwaje kwenda kujenga zahanati 2 jamani, mitaa 2? Nashindwaje kwenye hilo? Kwa hiyo niwaombe sana, hilo mimi nitalifanya na mheshimiwa wetu mbunge, kwa sababu nikimshirikisha jambo hajawahi kufeli. Kwa hiyo kwenye afya tumefanya hivyo. Lakini pia ndugu mwenyekiti, wakati mimi naingia madarakani, kwenye elimu msingi nimekuta kuna shule 4 tu kwenye kata za msingi, na sekondari 1, kwa maana ya shule 5.
Lakini ninavyoongea na wewe ndugu mwenyekiti na hadhara hii, kata ya Chiwezi mpaka sasa tuna shule 9, shule 7 za msingi na shule 7 za sekondari. Na wananchi hawa nilivyokuja hapa kuaga kwamba nakwenda likizo ya miezi mitatu, niliwaambia nimeiacha bajeti inayowika katika kata ya Chiwezi. Waliamini na walifurahia sana ndugu mwenyekiti. Leo ninavyoongea na wewe, kwenye shule hii ya msingi Tulongwe tumeshusha bilioni 80. Zipo hapo kwa ajili ya kukarabati madarasa 8. Wanasanza, uongo kweli? Uongo kweli? Na jana ameniambia mwenyekiti wenu wa shule kwamba material ameshusha jana, na mwenyekiti akasema mimi ni mwenyekiti wa wananchi, mheshimiwa diwani, na mimi napeleka tilipu 2 za mchanga. Pigeni makofi kwa mwenyekiti wa mtaa wetu hapa. Lakini haitoshi. Kwenye shule msingi hapo hapo tumepeleka fedha. Wangapi mnaijua isenti? Tumepeleka isenti fedha milioni 88. Tunakwenda kujenga madarasa mazuri ya kisasa na nyumba za watumishi ili walimu wetu wafundishe vizuri watoto wetu. Piga makofi kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini haitoshi. Chiwezi hapo Katani tulipeleka milioni 30 kwa ajili ya ukarabati. Tumepeleka milioni 51 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mtumishi. Tumeongeza milioni 24 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mtumishi. Kwa hiyo pale tuna milioni 100.1. Piga makofi kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Yaani tuna milioni 101. Piga makofi mengi. Lakini haitoshi. Msamba tumepeleka milioni 19 kwa ajili ya kuchimba kisima cha maji pale shuleni. Kwa hiyo wananchi wa pale na watoto wetu wa pale hawatapata shida tena, kwa sababu tunakwenda kuchimba kisima pale shuleni ili kitoe maji ya kutosha na wananchi tupate maji pale. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini pia haitoshi, shule ya msingi Niumba, mwenyekiti huko hapa, tumepeleka milioni 50 kwa ajili ya kujenga madarasa mapya. Serikali imefanya kazi nzuri. Lakini pia Niumba huko tumepeleka milioni 105 kwa ajili ya kujenga nyumba za watumishi ili walimu wakifika pale, manake hata kitolewa leo ni mkoani Vongwe au akitolewa Tunduma, akifika Niumba basi akute kuna nyumba za viyoyozi, asahau hadi mjini alikotoka. Niumba tumejenga nyumba za watumishi nzuri sana, na walimu wamesema sisi tukifika pale hatutoki tena mwenyekiti. Tumejenga nyumba nzuri za viyoyozi na wananchi wako hapa ni mashuhuda. CCM oye! CCM safi! Lakini ndugu mwenyekiti, kata ya Chiwezi tulikuwa na changamoto ya barabara kutoka Chapwa Chindi. Jambo hili nilipomshirikisha tu mgombea ubunge wetu ndugu yetu Sirinde, akaniambia kawaambia wananchi unapokwenda kuaga hapa Nsanzia kwamba tunakwenda kuilima barabara ya Chapwa Chindi kilomita 15. Leo nyinyi ni mashuhuda, sitaki mimi niseme. Magreda mnayaona myaoni? Kwa hiyo sisi tunasema uongo, tunasema kweli. Kwa hiyo tukisema tunamaanisha uongo kweli. Kwa hiyo magreda yako barabarani na yanailima. Lakini pia mheshimiwa mbunge Sirinde aliniambia nikipigiwa kula za kutosha nikawa mbunge, hii barabara sitaki tena wananchi wa Chiwezi watembee ikiwa ya vumbi, na kwenda kuipiga barabara yote kilomita 36 kiwango cha lami. Piga makofi kwa Sirinde. Lakini pia ndugu zangu, nyinyi ni mashuhuda. Kata hii toka iumbwe hatujawahi kuwa na umeme. Lakini kwa kipindi cha miaka 5 kata ya Chiwezi na mitaa yake yote 5 umeme upo katika mitaa yote. Lakini tumebaki pia na maeneo ambayo bado hatujakamilisha umeme. Sasa hayo yote tunakwenda kuyakamilisha tutakaporudi tu, kwa sababu Kakungu tayari kuna umeme saizi, Misufi tayari kuna umeme saizi, Chilambe tayari kuna umeme saizi, na Mola, Ivunguvungu, Kasongole na Mbezuma kote kuna umeme. Kwa hiyo tuaminini, tarehe 29 mkaturudishe.
Tunajua kuna mahitaji ambayo bado wananchi mnayahitaji, kuongeza shule na kuwepeleka umeme maeneo ya Karumwa na Miembeni na Namdinda. Hayo yote tutakwenda kuyafanya, na sio muda mrefu mtawaona wataalamu wakitembea kwenye mitaa yetu kuanza kuwatembelea nyinyi wananchi ili waweze kuwafikishia hiyo huduma. CCM oye! CCM safi! Lakini pia changamoto za vivuko hizo tutakwenda kuzimaliza ndugu zangu. Mbunge wangu ni msikivu, mumesema kwa viongozi wangu wa chama na mimi nimesema, wameyabeba. Siku ya mwisho tutakwenda kuona matokeo. Baada ya kusema haya, niwaombe sana, endeleeni kuniamini, na mimi haya yaliyopo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi nitahakikisha na mheshimiwa wangu mbunge tunayatekeleza kwa vitendo. Niwaombe sana, tarehe 29 itakapofika mwezi wa 10, basi wote wananchi wa Chiwezi tukajitokeze kupiga kula nyingi kwa mheshimiwa mgombea wa rais, mama yetu kipenzi. Tukajitokeze kupiga kula nyingi sana kwa mheshimiwa wetu mbunge. Mkajitokeze kupiga kula nyingi sana kwangu mimi ili niendelee kuwatumikia ndugu zangu wana-Chiwezi. Baada ya kusema haya, nisiwe mzungumzaji, lakini mheshimiwa mgombea ubunge na ndugu yangu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, mimi niseme mbele yako hapa, sisi hawa wanaosema ST, sijui chama cha ubwabwa, sisi huku wasahau, hatuwezi kupoteza kura hata moja. Yaani sisi hatuwezi kupoteza kura hata moja. Kura zote ni kwa rais, kura zote ni kwa mbunge Silinde, na kura zote ni sisi huku ndugu mwenyekiti. Yaani ikifika tu saa 3 siku ya tarehe 29, Mama Samia atakuwa anaona tu kwa hesabu. Wangapi wanasema tunakwenda kumpa rais wetu Samia kura za kutosha? Nyosha mkono, nyosha mkono, nyosha mkono. Wangapi wanasema tunakwenda kumpatia mbunge wetu kura zote za kutosha? Wangapi wanasema anakwenda kunipatia mimi kura zote za kutosha? Rais, naombeni kura zote kwa mheshimiwa mbunge, naombeni kura za kutosha kwangu mimi ili nikaweza kuwa mtumishi wenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante sana.